Bwana Yesu asifiwe. Rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Theologies TV, tunakukaribisha katika jina la Yesu Kristo kwenye vipindi hivi mwongozo wa kujifunza Biblia, lesoni ya shule ya Sabato. Robo ambayo tumo ndani yake ni ya pili kwenye mwaka 2025, inazungumzia jinsi ya kujifunza unabii. Na somo la pili la kuzungumzia mambo ya msingi linatuonyesha mambo muhimu sana katika unabii, na mojawapo wa mada kama yale ni ya leo Alhamis, inapozungumzia nyoka. Tunamzungumzia leo nyoka. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, swala la ibada ni mada kuu katika kitabu cha Ufunuo, na mkosaji na mwenjeshaji wa mifumo ya uongo ya ibada ametambulishwa kama choka. Kwa hivi katika Biblia, katika unabii tunazungumzia ibada ya Mungu na ibada ambayo si ya Mungu, na yule ambaye ni mwanzilishi wa ibada si ya Mungu ameitwa joka. Na kwa nini ameitwa joka? Si kwa bahati mbaya. Alikuwa malaika kerubi ambaye alitupwa na huko kwenye bustani ya Edeni, akaingia katika hiyo paradiso ya kwanza, bustani ya Edeni, na akawashawishi Adamu na Hawa ili kwamba wasimwabudu Mungu, yeye ndiye wamwabudu, wafuate kile ambacho yeye alikuwa amewaambia. Leo nitakusihi kusoma pamoja nami ukilinganisha Mwanzo 3:1 hadi 5 na Ufunuo 12:1-9, na tuangalie hapa ni zipi baadhi ya mada zinazofanana katika kila simulizi, na maelezo juu ya nyoka yanayopatikana kwenye utangulizi katika Mwanzo yanatusaidiaje kuelewa baadhi ya masuala ambayo hapo awali yalisababisha vita mbinguni inayotajwa katika Ufunuo. Karibuni kiongozwa na Roho Mtakatifu. Njoo tuelewe. Comment. Mungu akubariki. Rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunasoma kwenye Mwanzo sura 3 fungu la kwanza. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni Bwana Mungu aliwaumba. Ufunuo umewakilisha joka na unawasilisha joka kwenye Ufunuo 12:3-4. Pia inatuambia kwamba joka hili ni ishara ya shetani kwenye Ufunuo 12:9. Kwa hivyo katika kutambua ishara ya joka, anaongeza ishara mpya kuonyesha kwamba shetani ni nyoka wa zamani. Akimzungumzia, unajiuliza nyoka wa zamani inazungumzia nyoka yupi? Bila shaka nyoka wa kwanza alitajwa katika Biblia kwenye Mwanzo 3:1, mahali ambapo tumesoma katika Edeni. Shetani ambaye tumezungumzia kama nyoka alidanganya ulimwengu wote. Kwa hivyo historia katika Biblia, kuna historia mara mbili ambapo nyoka ama shetani anapopotosha ulimwengu wote. Kisa cha kwanza ni katika Mwanzo sura ya 3, mahali alipopotosha ulimwengu wote wa kale ambao kulikuwepo tu ni Adamu na Hawa. Alikuja na akawapotosha ulimwengu wote. Zingatia jambo la ulimwengu wote. Lengo lake ni kupotosha, ni kupeleka watu kinyume na ibada ya kweli. Watu wangapi? Wote ndio malengo yake. Na katika Ufunuo tunakuja kukumbushwa kwamba hili limekuwa kusudi lake katika historia yote, na kwamba litakuwa tena lengo lake maalum mwishoni mwa wakati. Kwenye Ufunuo 13:14 atajaribu hata kudanganya kila mtu mbele za Mungu. Kwenye Ufunuo 12:8 huyo shetani ni mjanja na ni muongo na anataka kutudanganya mpaka leo. Nataka tusome nawe maneno ambayo yanakuwa hapa yanayosema ya kwamba Mungu daima atakuwa vile alivyo, na ndivyo ilivyo kwa shetani. Shetani anaweza kuvaa mavazi ya kujigeuza 1000, lakini miaka 1000 ya historia ya mwanadamu walioanguka pamoja na matukio ya kiunabii yaliyoandikwa katika Ufunuo vitaridhishwa kwamba yeye kamwe haachi mkakati aliyoutumia Edeni. Mungu ametuahidi hekima ya utambuzi, na tukiwa na uhakika wa maandiko hatutaukubali uongo ule wa shetani. Ingawa cha kusikitisha, wengi wamekubali uongo, walio wengi wamekubali vile vile. Shetani alipowadanganya Adamu na Hawa, mpaka leo anaendelea kufanya mbinu zote ili kwamba awadanganye watu wengi sana. Shetani habadiliki. Anaweza kubadilisha mbinu zake, lakini mtindo wake wa kutenda ni mojelea. Kwa hivyo ni lazima tuwe makini sana. Utajiuliza, tutawezaje kujikinga na mishale ya huyu shetani ama na dhidi ya hila zake? Njia moja ni kujifunza jinsi alivyofanya. Kwanza tuelewe alivyofanya ni kuweka duty katika maneno ya Mungu na kusema kwamba yeye ndio haki na kwamba Mungu ndio uongo, na mbinu zake ni lazima tuzigundue.
Tujifunze jinsi alivyofanya kwanza. Mbinu zake za msingi hazijabadilika kwa karne nyingi. Tusome maandiko matakatifu, tuombe, na tutaweza kumshinda huyu shetani hatapata nafasi katika maisha yetu. Basi ndugu mpendwa, hii ndiyo ilikuwa ni somo ambayo ilikuwa ikizungumzia nyoka aliyekuwa mjanja zaidi, ambaye anawakilisha shetani katika unabii. Kama ni kusudi lako kuamua kutokana kwenye kambi ya huyo joka na kuambatana na Yesu Kristo, karibuni kwa ombi. Asante Yesu Kristo, kwani umemshinda huyu joka. Asante kwa kutupatia na kutufunza. Tupatia hekima, Roho yako Mtakatifu atujaze tuweze kujua hila zake shetani na tumtupilie mbali katika jina tukufu la Yesu Kristo. Amina. Ndugu, usikose kusubscribe, kulike na kushare. Mungu akubariki.